Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Salamu zetu ziwafikie wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, na tuna matumaini ya kwamba mko salama salamini, nasi tuko wazima. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Tunawatakia tena siku njema ya leo dimanche le 14 December 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa za vita, kuambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Na habari ambazo tumewaletea siku ya leo, tutawapeleka moja kwa moja ndani ya Makobola mo territoire ya Uvira, kwenye viongozi wa wazalendo mkiwemo Generale Yakutumba, Generale Makanaki Kasimbira John walisema kwamba wako imara kabisa na wataendelea kupigana na wasi wa M23 hata kama arme ya Kongo ilishaka wasaliti wakapoteza mji ya Uvira. Na tutawapeleka ndani ya mji wa Baraka kwenye hali ya usalama inaendelea kuzorota sana kutokana na mashambulizi ambayo yako nasikika hapa na pale, na vitendo vya kupie ambavyo viko naendelea kuonekana ndani ya mji huo. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga na channel yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi na channel yetu ya WhatsApp kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Gusa hapo kwenye titre pale mu description, utapata linki hiyo, ujiunge nasi. Na kama unataka kufahamu kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Kama kawaida utakuja kuelewa kinachoendelea. Habari zetu za siku ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu mu territoire ya Uvira mwingine wa Makobola. Hapo Makobola kunakaa vikosi vya wazalendo wa Generale Yakutumba, wazalendo wa Generale Lene, wazalendo wa Generale Makanaki Kasimbira John. Wazalendo hao wanakaa ndani ya eneo hiyo baada ya kupoteza mji wa Uvira, ambapo walisalitiwa na jeshi la Kongo, kama wanavyoendelea kusema, wakiendelea kushutumu armei ya Kongo ya kwamba iliwasaliti ikaacha mji wa Uvira bila kupigana hata kidogo, na kuondoka kwao wakabeba silaha zote ambazo zingelitumikishwa hata na wazalendo, paske waasi wa M23 walikuwa wakitumikisha silaha kubwa na nzito. Wazalendo wakakosa nguvu pale za kuwasimamisha, nao wakaondoka mji wa Uvira. Na baada ya kuondoka mji wa Uvira, vikosi vya jeshi la Kongo vilielekea ndani ya mji wa Baraka. Kutoka Uvira na kufika ndani ya mji wa Baraka ni kilomita mingi. Wazalendo hao hawakuvuka Makobola, waliacha vikosi vyao hapo kufuro kuanzia maeneo ya Plateau d'Uvira mpaka hapo Makobola kote ni wanajeshi wa wazalendo ambao wanakaa hapo. Na baada ya kukamatwa kwa mji wa Uvira na wasi wa M23, habari zilisambaa ya kwamba Generale Yakutumba alijiunga na M23, Generale Rene, Generale Makanaki Kasimbira John wote walijiunga na M23, na habari hizo zikasambaa kabisa mpaka pale ambapo watu walikuwa wanangojea tu wasikie kama ni kweli. Na Generale Makanaki Kasimbira John akiwa Makobola alikuja kukanusha hizo taarifa zote, akisema kwamba Generale Yakutumba na yeye peke, yani Generale
Makanaki Kasimbira John na General Rene wako imara na wako hapo Makobola, na kazi yao ni kuendelea kupigana na waasi wa AFC M23 kama kawaida. Walijitoa kwa ajili ya kupigania nchi ya Kongo. Heri kukufa kuliko kuishi wakiwa kabisa hawana nchi yao. Mfuate video hiyo, ni ya General Makanaki Kasimbira John akiwa hapo Makobola wakati alikuwa akitangaza hayo. Mimi ni kiongozi Makanaki Kasimbira John Kadandari Police ya RFI. Nasalimia Kongomani yote, nasalimia baba wa mama kaka wa dada na eta majoro yote general ya Fachibeto. Mimi naona kuna watu mingi walisema sana kwa ajili ya mambo ya kutumba Rene Makanaki Kasimbira John wao balijunga mu M23. Kitu napenda kuambia hivi, ule mwenye anapenda kupana message mzuri aache kujimaske. Juu musema kweli ni upenzi wa Mungu. Naye mwana anataka tosha message yake ya ukweli. Hapana kuvuana kwanza saki ninja na tunakujua. Hata ulijificha na tunakuyua. Unajifunga sura ndio unasema Makanaki hivi na hivi. Mie Makanaki huyu. Sitasema jina kwenye niko na mnajua kwenye niko. Ndio hii monimai. Ndio kwenye niko hapa. Tuko hapa sie bote, kiongozi ya kutumba, kiongozi Rene na bengine. Na bale bote bene balikimbia wanajijua. Juu tuko hapa, tuko wa maimai, tuko wa zalendo. Kuna mtu mweneko na objectif. Kuko mweneko na objectif yake. Kuko mweneko na objectif yake ya kazi. Na mwenye ana objectif ya kazi hatafanya kazi. Mwenye ana objectif ya kazi hatafanya kazi. Na mweneko na objectif ya kazi atafanya kazi. Sisi hatukukamata sila leo. Tulikamata sila zamani sana. Tuko tunapigania inchi. Tuko napigania inchi. Si hatuko bazalendo wale wa projet. Hapana. Hatuko bazalendo wa projet wa kukimbia risasi wala kukimbia nini, hapana. Sisi tutapigana hadi mwisho. Kuone vita na ingie iwe chini iwe yulu, na sisi ni pale pale. Na tutishiki kitu, atogope kitu. Tuko imara. Kwa muda tuko na ya kutumba, tuko na Rene, tuko na wazalendo bene banajitosha kupigania kazi. Na wale wazalendo karton wataendelea kuwa karton. Jamais hakuna siku sisi tutakula pesa ya adui. Na kama mko nafanjia, mimi na yua bale bote biko wanasema ile neno ni mimi Makanaki nasema. Bale batu yote ni baadui. Bale batu yote ni batu ya adui. Na ndio biko wanapana ile message Makanaki aisha kwa M23, ya kutumbaisha kwa M23, Rene kwa M23, na wengine sisi tuko imara kama vile bendera. Na tuko hapa mu maeneo yetu tu yene tuko napigania eko. Munaiona mwe peke ni eneo gani? Na itakuwa fasi yote tuko tunapigana, hatutaacha hata senti moja kwenye risasi italia. Ile ni ndoto ya Farao. Pali ya kula rushwa omwe tunakufa tu vile, wala kote kwenye tunaenda tu, manake tusikufa hata na ugonjwa. Kwa maana kuna siku takula rushwa. Na adui hata jipige hakuna siku mimi Makanaki ndakula rushwa. Ile ni mkoshi kwangu, hata Mungu na shetani banapasha nikatala. Banapasha nikatala na banapasha tukatala. Tuko hapa imara, tuko hapa imara. Tuko hapa Makobola kwa saa hizi, na ndo tunafungia fro hapa. Na tuko hapa kabisa, hakuna shida yoyote, tuko imara. Na kila muzalendo yote pirate tutamuona hapa. Muzalendo yote originale tutamuona hapa. Na tupendi mambo ya message ya kenyeji, ni sisi tunasema ni wazi. Munapana ma message, munafanya nini? Ile ni ndoto ya Farao, na ni kampanye mko natufanyizia, na kwenye tuyajulikana tujulikane. Na tunapenda kujulisha serikali ya Kongo iyue kama tuko pamoja, atutishiki kitu wala atutishiki na mahojo ya kishenzi wala atuogopi ma message ya kishenzi. Sisi tunasema mambo ya ukweli. Mweneko na mambo ya vita ya ukweli atupigie sisi simu. Mweneko anapenda vita kenyeji apigie bale bazalendo ba projet masimu wala apigie barafiki yake bachuruzi. Lakini mwenye anataka message ya ukweli apigie wa viongozi wenye wanayua biko mashar de bataille ya operation. Sisi hatuko ba viongozi wala tuko ba seigneur de guerre ba muza wala ba sentiment. Tuishaka jitosha kwa mboleo ya Kongo. Asante, Mungu abariki kwa kila Kongole yote. Merci.
Nadhani ya kwamba video hiyo kabisa mmeifuata vizuri. Huyo ni General Makanaki Kasimbira John ambaye alikuwa akikanusha habari zilizosambaa kwamba walijiunga na wasi wa AFC M23, akisema kwamba hawezi wakafanya hiyo kosa, na akasema kwamba vikosi vyao kabisa viko imara huko, wataendelea na kazi yao ya kuwapiganisha waasi wa AFC M23 kama kawaida, waone ya kwamba wataikomboa nchi ya Kongo. Na hapa nadhani ya kwamba ukweli umejulikana kuhusu habari hizo ambazo zilikuwa zimesambaa. Wengi walikuwa wakiniuliza hayo kupitia WhatsApp yetu, nikiwaambia kwamba mungoje tu mtakuja kuelewa baada ya muda, na hapa nadhani ya kwamba mumeelewa kabisa, mumejua ukweli wa hizo habari ambazo zilikuwa zikisambaa hapa na pale. Na habari zetu zinaendelea, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya mji wa Baraka kwenye hali ya usalama inaendelea kuzorota sana tangu kufika hapo kwa vikosi vya jeshi la Kongo vilivyokuwa vikitoka kwenye uwanja wa vita huko Uvira baada ya kushindwa. Hali ya usalama inaendelea kukua mbaya, tena mbaya zaidi. Wakaaji wanaendelea kuwashtumu wanajeshi hawa kwa kuwa ndio ambao wanaendelea kuacha usalama kidogo unakuwa wa hali ya juu ndani ya mji wa Uvira, ndani ya mji wa Baraka. Tangu kufika kwao, kila usiku ni mashambulizi ambayo yanasikika, maseni de pillage yanafanyika, yani kuibia raia vitu vyao. Usiku wa juzi wa kuamkia asubuhi ya jana, usiku huo kulikuwa pillage inayotisha, na kuna wasichana waliobakwa wakati wa operation hiyo ya kupie wakaaji ndani ya mji wa Baraka. Ni wasichana 4 ambao walibakwa usiku huo, ambapo raia waliamka kwa hasira wakishutumu FARDC kwa kuwa ndiyo ambayo iko na sababisha hivyo vyote. Usiku wa jana sasa wa kuamkia asubuhi ya leo, milio ya risasi ilianza kusikika ndani ya mji wa Baraka kuanzia saa za saa moja usiku. Masasi ilisikika hapo ikafika mpaka 23h na iko nasikika. Mji wote wa Baraka ulikuwa kabisa ukisikika ndani mashambulizi ya hali ya juu, wakaji wakaingizwa kabisa mahali ya sintofahamu. Na wakati masasi hayo yalikuwa yakisikika ndani ya mji huo, wanajeshi wa FARDC walikuwa wakipie nyumba za wakaaji mukartie ya inayoitwa Makampanye karibu na Epe Buiselelo na kartie ya Matata. Waliokuwa wakipie population pale ni jeshi la Kongo FARDC. Wakaaji wanatuambia kwamba ni wanajeshi wa FARDC ambao walikuwa na pie wakaaji hapo, na ni depuis kufika kwao ndani ya mji wa Baraka wakati walikuwa wameshindwa huko ndani ya Uvira. Wakaaji kutoka mjini Baraka wanatoa wito kwa viongozi wa jeshi la Kongo kuwasimamisha hao wanajeshi ambao wanaendelea kufanya vitendo hivyo zidi ya wakaaji hapo ndani ya mji wa Baraka. Tuendelee na taarifa zetu tukiwa huko ndani ya Sud Kivu. Baada ya wasi wa AFC M23 kukamata mji wa Uvira, kuna wakaaji ambao waliendelea kukuwa naondoka hapo polepole moja kwa mwingine, wakikimbia mji huo wakielekea ndani ya nchi ya Burundi. Kulingana na NHCR, kuna wakaaji wapya ambao walifika ndani ya nchi ya Burundi siku ya jana, walikaribishwa na HCR na kupelekwa ndani ya kambi za wakimbizi. HCR inasema ya kwamba waliofika hapo siku ya jana walipitia njia ya maji ile lake Tanganyika wakaelekea Burundi, na wengine wakapitia njia tofauti wakajikuta ndani ya nchi ya Burundi. Wakaaji hao wanaendelea kutoka ndani ya mji wa Uvira hata kama AFC M23 inamiliki pale. Wakaaji wako wanaendelea kukimbia mji huo na kuelekea ndani ya nchi ya Burundi. Tukiendelea na taarifa zetu, anaitwa Delice Sanga alikuja kuona hali halisi mashariki mwa nchi ya Kongo, jinsi vita vinaendelea kati ya AFC M23 na gouvernement ya Kongo. Akakumbusha pande zote mbili ya kwamba hakuna suluhisho la kijeshi tena kwa mgogoro wa Kongo.
Delice Sanga alihutubia maelfu ya wafuasi na wapenzi wa chama chake cha siasa Envole siku ya jana Jumamosi le 13 huko Malueka katika wilaya ya Ngaliema ya Kinshasa. Wakati wa mkutano huo wa hadhara, kiongozi huyo wa upinzani wa Kongo alikosoa vikali kauli za hivi karibuni za rais wa Uganda Yoweri Museveni, kulingana na kwamba jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikuwa sehemu ya Uganda kihistoria, ingawa wanajeshi wa Uganda wametumwa rasmi katika ardhi ya Kongo. Katika muktadha ulioonyeshwa na kusonga mbele kwa kasi kwa M23 katika jimbo la Kivu Kusini, Delice Sanga alikumbusha Rais Felix Tshisekedi kwamba hakuna nchi ya kigeni itakayopigania uhai wa Kongo. Kulingana naye, kipaumbele lazima kiwe kuimarisha vikosi vya wanajeshi vya Kongo FARDC na kuiendeleza nchi hiyo. Alikuja kuongea kuhusu ile maneno yake Museveni, akasema kwamba Museveni yuko Kongo na wanajeshi wake na watu wengi hawazungumzii kuhusu hilo. Sasa anaanza kusema kwamba Ituri ilikuwa sehemu ya Uganda. Je, utakubali hilo? Mimi sitakubali kamwe. Tunamwambia bwana Tshisekedi hivi, tuendeleze nchi yetu, tuimarishe jeshi letu na tuache kutumaini kwamba wageni watakuja na kutuokoa. Wamarekani hawatawahi kuja kutupigania, wala Katari wala nchi nyingine yoyote haitakuja kuwapigania Wakongo. Ni Wakongo wenyewe ambao lazima wapigane kwa ajili ya nchi yao. Alisema hayo kabisa Delice Sanga, na unasikia kabisa ya kwamba haya ambayo anayaongea ni ya ukweli. Hakuna nchi ambayo itatoka pembeni kupigania Wakongomani. Ile Etats-Unis d'Amerique inatangaza ila itakuja kupigania Kongo, ni Katari itakuja kupigania Wakongomani, ndio ambao watajiokoa. Akizungumzia swala la makubaliano ya madini kwa ajili ya usalama kati ya Kongo na Marekani, huyo Delice Sanga, rais wa Envole, aliamini kwamba serikali ya Kongo haikudanganywa bali ilikuwa imejiingiza katika njia hatarishi. Alisema kwamba tuache usumbufu. Hakuna aliyeanzisha serikali yetu, ni serikali iliyomtafuta Donald Trump. Wanafanya tu machafuko yao ya kawaida. Unasikia kwamba huyu Delice Sanga kabisa kuhusu mambo yote alikuwa akiongea ukweli. Na Delice Sanga pia alitoa ujumbe kwa watu wote wa Kongo, raia pamoja na wanachama wa makundi yenye silaha, akisema kwamba hakuna tena suluhisho la kijeshi kwa mgogoro ambao nchi inapitia. Alisema kwamba siku zimehesabiwa kwa Tshisekedi na serikali yake, wamebakiwa na siku 1990 pekee kabla ya mwisho wa madaraka yao. Tunawaambia Wakongo wote ambao wamechukua silaha pamoja na wale walio hapa Kinshasa, hakuna tena suluhisho la kijeshi kwa mgogoro wa Kongo. Alitangaza hayo Delice Sanga siku ya jana wakati alikuwa akiongea na washirika wake. Tukiwa huko Kinshasa, operasyon ambayo ilifanyika ndani ya maeneo ya Mikondo na Badara, kuna watu wengi ambao walikamatwa. Jeshi la Kongo FARDC pamoja na jeshi la wanapolisi hapo waliingia ndani ya kartie hizo mbili, Mikondo na Badara, wakakamata watu wengi. Zaidi ya watu 100 walikamatwa. Waliokamatwa kuko wa mambre wa magenge, yani wanaotumika na magenge. Kuna wale wa mafia pale wa mtaani kabisa. Wanasema kwamba operasyon hiyo ilikuwa ikilenga kuleta usalama ndani ya maeneo hayo. Mji wa Kinshasa unakuwaka na marebele wengi, wale wa kuluna kabisa wanafanyaka kazi kule mu makarite tofauti ya Kinshasa, na wanawaka watu, piaje zinafanyikaka. Ile operasyon ilikuwa kwa ajili ya kuimarisha usalama kwa wakaaji, wakifunga hao magenge wote, wale marebele wote. Asante, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo, na waomba kuendelea kusubscribe ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Merci beaucoup.